Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko wa Global Visa Consultant. Ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo. Pamekuwa na harakati za mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Wakati harakati hizo zikiendelea, inaonekana kwamba nchi ya Marekani imefanya movement nyingine. Nayo si nyingine bali ni mawasiliano baina ya rais wa nchi ya Marekani, Rais Donald Trump, pamoja na waziri mkuu wa nchi ya India Narendra Modi. Umuhimu wa mazungumzo yao hasa ni kuonyesha dira mpya ya nchi ya India kukusudia au kustopisha biashara yake ambayo imekuwa ikifanya kwa muda mrefu na nchi ya Urusi katika upande wa mafuta, na hivyo kukusudia kuelekea kufanya biashara na nchi ya Marekani. Katika jumla ya mazungumzo yao siku za nyuma ni kwamba nchi ya India iliongezewa ushuru na nchi ya Marekani wa bidhaa kufikia kwenye takriban 25%. Jambo ambalo linaonekana kwamba India hawakufurahishwa nalo. Na movement ya kwanza baada ya tukio hilo, waziri mkuu Narendra Modi alielekea katika nchi ya China katika kikao cha Shanghai Cooperation. Movement ya nchi ya India kuelekea katika kikao cha Shanghai Cooperation ilikuwa inaonyesha shifting ya nchi ya India kuelekea zaidi katika upande wa mashariki, manake katika nchi ya Urusi na katika nchi ya China. Pamoja na kwamba India ni member wa BRICS, lakini siasa yake wakati mwingine inakuwa inaegemea zaidi katika upande wa nchi za magharibi. Lakini kutokana na kitendo kile cha kuongezewa ushuru kufikia takriban 25%, ilionekana moja kwa moja kwamba nchi ya India sasa ni kama inanawa mikono ya ushirikiano wake na ukaribu wake na nchi ya Marekani. Sasa movement iliyofanywa na nchi ya Marekani kwa siku ya leo, maana yake ni kutia nguvu sehemu ya kile ambacho tulizungumza siku za nyuma katika vipindi vyetu, kwamba nchi ya India ilikuwa imekusudia kupunguza ununuzi wake wa mafuta kutoka katika nchi ya Urusi. Na kupunguza kwake ununuzi wa mafuta kutoka katika nchi ya Urusi, manake lengo kubwa ni kuiathiri nchi ya Urusi moja kwa moja katika mgogoro wake na nchi ya Ukraine, kwa kuzingatia 78% ya mafuta ya nchi ya Urusi yanauzwa baina ya nchi mbili, nchi ya India na nchi ya China. Sasa Marekani ilichokifanya ni kuahidi au kuiahidi nchi ya India kupitia waziri wake mkuu Narendra Modi kwamba watapunguza ushuru walikuwa wameongeza kufikia 25%, wataupunguza kufikia kushuka mpaka 18%. Kwa makubaliano ya kwamba India yenyewe itaondoa ushuru kabisa kwa bidhaa zinazotoka katika nchi ya Marekani. Na hii umuhimu wa mfumo huu ni kwamba India inauza zaidi bidhaa zake katika nchi ya Marekani kuliko Marekani inavyouza zaidi katika nchi ya India. Na ndio maana inaonekana kwamba Marekani wamekubali kuweka kupunguza ushuru kutoka 25% kwenda mpaka katika 18%, lakini India wao wakaondoa sehemu kubwa ya ushuru kufikia 0 kwa bidhaa zinazotoka katika nchi ya Marekani kuingia katika soko la nchi ya India. Na kwa makubaliano hayo, maana yake ni kwamba India sasa hivi itapata access au itapata fursa ya kununua mafuta, tunasema ni mafuta ya Marekani, lakini actually hasa ni mafuta ya Venezuela kwa punguzo la bei, na kwa makubaliano kwamba itaacha kununua mafuta kutoka katika nchi ya Urusi. Sasa movement hii ni movement ambayo inachukua katika uzito wa hali ya juu, kwa sababu Marekani imekuwa ikionyesha tabia ya kupambana na zile tunasema ni multipolar powers. Yani siku za nyuma superpower ilikuwa inajulikana ni mmoja, na hasa baada ya kuanguka nchi ya Urusi kwenye miaka ya 90. Superpower ilikuwa inajulikana ni mmoja tu, kwamba ilikuwa ni nchi ya Marekani. Kufikia kwenye mwaka 2008 wakati nchi ya Urusi ilipovamia nchi ya Georgia na ikagawanya ikatoa sehemu ya Abkhazia na South Ossetia. Wakati huo Georgia ikiwa inapewa support na nchi ya Marekani, na kwa kuzingatia kwamba Georgia ni miongoni mwa nchi ambazo zina taasisi nyingi zenye ushirikiano na nchi ya Marekani, taasisi ambazo zinafika paka 28 ndani ya nchi moja ambazo zina link kubwa na nchi ya Marekani. Lakini Urusi ilipovamia nchi ya Georgia na kugawanya sehemu ya Abkhazia na South Ossetia, Marekani alishindwa kufanya chochote kuinusuru nchi ya Georgia kutokana na uvamizi uliofanywa na nchi ya Urusi.
Kitendo hichi kilitoa indication kwamba tunatoka katika unipolar power, tunatoka katika dunia ambayo msemaji na mwenye nguvu ni mmoja, tunakwenda katika bipolar power. Tunakwenda katika mfumo ambao sasa wasemaji inawezekana wakawa wawili, kwa sababu Urusi ameweza kufanya movement katika nchi ya Georgia na Marekani imeshindwa kufanya chochote kuizuia nchi ya Urusi. Siku zimezidi kwenda, power zingine zimeinuka, ikiwemo nchi kama ya China na baadhi ya nchi zingine kama za Brazil, South Africa, Iran na wengine wengi wameinuka. Kwa hivyo dunia tuliyokuwa nayo sasa hivi, kwa kuzingatia kwamba wenye nguvu wameanza kuwa wengi, kwa hiyo tunasema tuko katika multipolar world. Sasa Marekani inachokifanya sasa hivi ni kwamba inadili na zile multipolar powers, inadili na zile nchi ambazo inaonekana zina nguvu na zina nafasi ya kusogeza ajenda ya kupambana na nchi ya Marekani. Ukiangalia umoja wa BRICS ambao umeundwa, lengo lake kubwa katika kuundwa kwake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanafikia katika stage ya kutengeneza blocks nyingine au block nyingine ambayo ina power au kikundi kingine ambacho kitakuwa kina nguvu dhidi ya nchi ya Marekani na washirika wake wa nchi za Magharibi. Na movement inaonekana kwamba ilikuwa inakwenda vizuri, kwamba ukiangalia nchi ambazo ziko ndani ya BRICS ukizichukua kwa umoja wao, maana yake ni nchi ambazo kwanza zinakusanya idadi kubwa ya watu duniani, lakini vile vile ukizichukua kwa umoja wao ni nchi ambazo zina resources, zina malighafi nyingi, na moja katika malighafi waliokuwa wanaitegemea kwamba itakuwa ni nguvu kubwa katika umoja wao ni malighafi ya upande wa nishati, kwa maana ya kwamba mafuta na mfano wake, kwa kuzingatia kwamba kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikipata faida kubwa sana kupitia mafuta, kwa sababu kuzingatia kwamba pesa yake dola imekuwa au ndio iliyokuwa inatumika zaidi kwenye kufanya biashara ya mafuta, na hivyo kuifanya kwamba ndio pesa ikawa ina nguvu zaidi. Kitendo cha BRICS kukusanya nchi ambazo ni wazalishi au wazalishaji wa mafuta, maana yake ni kwamba harakati yao ya kuachana na matumizi ya dola ilikuwa inapata urahisi zaidi, kwa kuzingatia wazalishaji wa mafuta wapo ndani ya kundi la BRICS. Na walipokuwa wanaelekea kuivuta Venezuela, nchi ambayo ina reserve kubwa zaidi ya mafuta duniani kuliko Marekani, kuliko Saudi Arabia na kuliko nchi nyingine yoyote, maana yake ni kwamba walikuwa wanakwenda kupata ushindi mkubwa zaidi. Hesabu ambayo inaonekana Marekani alisoma vizuri, na ndio maana alifanya movement ya haraka kwenda kumuondoa Rais Nicolas Maduro na kumbakisha makamu wake Delcy Rodriguez. Na kwa pressure ya Marekani sasa hivi kinachoendelea ni kwamba Venezuela itafanya biashara kwa masharti ya Marekani. Na moja katika challenge kubwa ni kwamba China ilikuwa imeikopesha Venezuela siku za nyuma kwa malipo ya kwamba itakuwa inachukua mafuta, na ndio maana hata alipoulizwa Rais Donald Trump siku ya leo kwamba vipi kuhusiana na deni la China katika nchi ya Venezuela, Trump alichojibu alisema yeye hajui, isipokuwa China kama wanataka wafanye biashara inabidi waje waongee na nchi ya Marekani. Maana yake ni kwamba Marekani imefanikiwa kukata mkono wa kwanza wa nchi ambazo zina nguvu katika BRICS katika upande wa energy sector, katika upande wa sekta ya nishati, kwa kuhakikisha kwamba wana control mafuta yanayopatikana katika nchi ya Venezuela. Movement ya pili ya Marekani ilikuwa ni kuhakikisha wanakwenda kuimaliza nchi ya Iran, katika upande wa kuzingatia kwamba Iran vile vile ni nchi katika memba wa BRICS ambaye vile vile ana utajiri katika upande wa mafuta, na siasa yake ni siasa ambayo inakwenda kinyume na nchi ya Marekani. Sasa katika upande wa Venezuela imedili nayo hivyo, pamoja na kwamba Venezuela si memba moja kwa moja wa BRICS, lakini ilikuwa ni memba ambayo katika mchakato kujiunga na BRICS. Katika upande wa Iran, manake ilitaka iakti moja kwa moja kuhakikisha kwamba inai-disintegrate, vuruga Irani moja kwa moja, ukiachilia mbali vikwazo ambavyo vimekuwa ikiviweka ambavyo vinaweza vikaathiri uchumi kiujumla, bali vile vile hata katika upande wa sekta ya nishati. Lakini vile vile imefocus kudili na memba mwingine wa BRICS katika style ya namna yake ambaye ni India, kwa kuzingatia kwamba India ni nchi ambayo iko kati kwa kati, sio extremely, sio nchi ambayo ina msimamo mkali ukilinganisha na nchi kama ya Iran. Kwa hiyo ilichokifanya Marekani ni kusogeza ukaribu wake na nchi ya India. Kusogeza ukaribu katika nchi ya India, maanake lengo kubwa zaidi ni kuihakikisha kwamba inazidi weaken BRICS, kuiangusha au kuidhoofisha BRICS, kwa kuhakikisha kwamba
inaishawishi India katika upande wa sekta ya nishati, inaacha kufanya biashara na memba wenzake ndani ya BRICS. Na hichi ndio kilichotokea kwamba India inapoelekea au kilichokitangaza ni kwamba inakusudia kufanya biashara na nchi ya Marekani, kitu ambacho wakati mwingine kinakuwa kinaleta utata mkubwa sana katika kundi la BRICS. Kwa sababu India imekuwa ikifanya movement nyingi ambazo zinaonekana hazina maslahi moja kwa moja katika kundi la BRICS, bali imekuwa na maslahi binafsi au maslahi ambayo yanakwenda sawasawa na interest za nchi ya Marekani. Na tunaweza tukatoa mifano zaidi ya mmoja ya kuonyesha movement ambazo India wamekuwa wakizifanya. Mwaka jana katika kikao cha BRICS kilichofanyika Rio de Janeiro, kabla ya kufanyika kikao kikuu ambacho kilikusanya wale viongozi ambao ni members wa BRICS, kikao cha mwanzo kiliwahusisha mawaziri wa mambo ya nje wa zile nchi za BRICS. Moja katika mambo yaliyojadiliwa kama sehemu ya agenda ilikuwa ni kuipendekeza pesa ya China, yuan, kuwa ndio pesa ambayo inatumika katika transaction za BRICS members. Na hii ni hoja ambayo vile vile iliungwa mkono na nchi ya Urusi. Lakini nchi ambayo ilipinga ajenda hiyo ilikuwa ni nchi ya India. Na lengo lake la kupima ajenda hiyo ni kwamba India wana ushindani na nchi ya China. Lakini ushindani ambao wakati mwingine ukiupima logic inakuwa inakataa, kwa sababu China uzalishaji wake katika dunia anazalisha takriban 30% ya mahitaji ya dunia, wakati India anachokizalisha ni 3%. Ina maana China inazalisha mara 10 ya uzalishaji wa nchi ya India. Sasa katika mazingira namna hiyo, China maana yake uuzaji wake vile vile katika dunia au hata katika soko la India lazima utakuwa mkubwa kuliko uuzaji wa nchi ya India katika sehemu ya China. Sasa India yeye anashindana na nchi ya China. Kwa hivyo moja katika aim yake ya kuzuia kwamba au lengo lake la kuzuia ile pesa ya China isitumike ni kwa sababu ya ushindani wake, au kuna kitu anakiita ile trade deficit, kwamba anazingatia kwamba China anauza zaidi kwake kuliko yeye anavyouza katika nchi ya China. Kwa hiyo kumpa China credit, China pesa yake ianze tena kutumika, maana yake ni kuendelea kumuempower zaidi. Na ushindani huu unaongezeka zaidi kwa kuzingatia wote wanapatikana katika bara la Asia. Kwa hivyo kura ya nchi ya India ilipelekea makubaliano yasipatikane ya moja kwa moja ya pesa ya yuan kutumika kama ndiyo currency au the main currency, ile currency au pesa ambayo itakuwa inatumika officially au ile kwa moja katika miamala ya kundi lile la BRICS. Hii ni movement ya kwanza ambayo India waliifanya. Lakini movement ya pili, walikuja na suggestion kwamba tutengeneze currency moja ambayo itakayotumika katika blocks nzima ya BRICS, ambayo actually pesa hiyo manake haitakuwa inakuwa owned labda na China au na Urusi, lakini itakuwa ni pesa moja ambayo itakuwa unified. Pia India wakakataa. Hizi movement zote zilikuwa ni movement ambazo zinakuja kufanya de-dollarization. Manake zinakuja kuiondoa dola katika matumizi na kwa spidi ya hali ya juu. Lakini India walikataa. Na hoja yao kubwa ni kwamba sisi tupo katika ushirikiano, haina haja ya kutengeneza kitu kama euro walichokifanya au kuonyesha kwamba tuna upinzani moja kwa moja na nchi ya Marekani, kwa sababu kuna vitu tunaweza tukaingiliana. Lakini hoja hii maana yake ni hoja ambayo haijatazama maslahi makubwa ya BRICS, kwa sababu nchi nyingi duniani zinaumia kwa sababu ya matumizi ya dola. Dola ndio inatumika zaidi duniani, mifumo ya dola ndio inatumika zaidi duniani. Kwa hiyo maana yake hata vikwazo vingi vinaanzia kutokana na matumizi ya dola na system ambazo zinakuwa control na nchi kama Marekani. Maana yake ukitaka ufanye, tunasema zile international businesses, zile biashara kubwa za kimataifa, lazima utatumia system kama za SWIFT au mabenki ambayo actually mwisho wa siku ni kwamba zile operation zake zinategemea mifumo ambayo inakontroliwa na nchi kama Marekani. Kwa hiyo ina maana kujiepusha na utumwa huu ilikuwa ni lazima wale member wa BRICS wakubaliane aidha kutumia currency moja au kutengeneza mifumo ambayo watatumia vile vile currency moja ukiachilia ile ya yuan ili kuweza kusupport biashara zao. Lakini ni movement ambayo India walisimama kidete kuweza kupinga movement ya namna hiyo. Sasa hatua inayofuatia sasa hivi, Urusi amewekewa vikwazo.
biashara alizokuwa anafanya na nchi za Ulaya, maana yake especially katika gesi na mafuta, ni kama zimekuwa blocked, isipokuwa nchi chache tu kama labda Poland, nchi kama Hungary au Czech Republic na mfano wake, ndio kidogo ambao bado wanaendelea kufanya biashara. Lakini kwa 78%, maana yake nchi ya Urusi imekuwa ikiendelea kufanya biashara hasa na nchi ya India na nchi ya China. Na nchi ya kama ya China mahitaji yake ni makubwa. Maana yake Urusi ilikuwa inatosha tu kufanya biashara na nchi ya China. Lakini the problem au challenge kubwa iliyopo ni katika upande wa miundombinu, kwa sababu wanatumia zaidi Siberia 1. Ile pipeline ndio Siberia 1 ambayo inapatikana kwa upande wa kaskazini mashariki mwa nchi ya China. Na wana mpango wa kutengeneza pipeline nyingine ambayo ni Siberia 2 au Altai pipeline ambayo bado haijatengenezwa actually. Na kwa sababu bado haijatengenezwa, maana yake ni kwamba miundombinu iliyopo sasa hivi haiwezi kusupport mahitaji yote ya nchi ya China, au labda kinachobakia baada ya India kuwa inagoma kuchukua mafuta kutoka katika nchi ya Urusi, maana yake China hawezi kuchukua hiyo gap. Ilikuwa inawezekana kwa sababu ya uhitaji wa nchi ya China, lakini miundombinu haisupport movement ya namna hiyo. Sasa ukiangalia movement ambayo India wameifanya, maanake ni movement ambayo bila shaka lengo lake ni kwenda kuimaliza nchi ya Urusi au kwenda kuiweka nchi ya Urusi katika mazingira ya rehani. Pamoja na kwamba palikuwa kuna challenge pia katika hiyo biashara ambayo vivyo wanafanya na nchi ya Urusi, kwa sababu palikuwa hakuna pipeline moja, hakuna lile bomba labda la mafuta ambalo linaweza kutoka katika nchi ya Urusi kwenda katika nchi ya India kwa sababu ya mazingira mengi. Kwanza halipo, lakini vile vile hata namna ya kulitengeneza vile vile lina ugumu kwa sababu ya kuzingatia boda ya nchi kama ya India na China. Ukisema labda ile pipeline ipite katika nchi ya China ndio kisha ingia katika nchi kama ya Nepal au nchi ya India, maana yake panakuwa pana ugumu kwa kuzingatia sehemu hizo ni sehemu ambazo kuna safu ya milima ile ya Himalaya au Trans-Himalaya na mfano wake, maana yake ni sehemu ambayo imejaa milima mikubwa, huwezi kupitisha kuelekea katika nchi ya India. Na hata ukisema upite katika sehemu za Central Asia, maana yake katika miji kama ya Kazakhstan, Uzbekistan, kuja katika sehemu kama za Afghanistan au Pakistan, vile vile kuna challenge kwa sababu ya mazingira hayo ya miinuko mikubwa ambayo haiwezi kuruhusu pipeline kutoka sehemu za Urusi kupitia katikati ya bara la Asia. Lakini njia pekee ambayo inawezekana labda kupitia hiyo Altai pipeline ambayo wanakusudia kuitengeneza baina ya nchi ya Urusi na nchi ya China, kidogo labda inaweza kupita katika sehemu kama za Myanmar, kwa sababu kuzingatia kwamba Myanmar pale huwa wana machimbo, kwa mfano katika upande wa gesi wana machimbo ya gesi ambayo yanakuwa supplied kupitia katika sehemu kama za Bangladesh kuingia katika sehemu za India. Kwa maana hiyo, maana yake kama wanatengeneza ile Altai pipeline inaweza ikafika katika sehemu za India kwa kutumia sehemu kama za Myanmar, pamoja na kwamba hiyo ni project ambayo bado haijafanyika mpaka hivi sasa. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hata kile kiasi cha mafuta ambacho kilikuwa kinakuja kuelekea katika nchi ya India bado kilikuwa kina challenge kwa upande mmoja au mwingine, ukiachilia mbali stance ambayo imechukuliwa na India ambayo bila shaka haina manufaa katika BRICS wala haina manufaa katika member ambao wanapitia katika challenge katika nchi kama ya Urusi, kwa sababu mafuta yalikuwa yanapitia katika sehemu kama za Baltic au sehemu za Arctic kule kaskazini au sehemu za Far East, ndio anaweza kuja kupitia meli kuja katika sehemu za India. Kwa hivyo hili pamoja na kwamba ilikuwa sio kizuizi, kwa kuzingatia kwamba hata mafuta ambayo sasa hivi India itakayochukua, maana yake kuyatoa Venezuela kuja paka katika nchi ya India ni umbali mrefu sana. Kwa hiyo ina maana ilikuwa wakati mwingine huenda ikawa ni bora hata hiyo biashara ambayo walikuwa wanafanya na nchi ya Urusi. Lakini kiufupi ni kwamba movement ya leo ambayo Marekani wameichukua ni movement ambayo lengo lake kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba anakata mkono mwingine wa members wale wa multipolar world ambaye ni nchi ya Urusi, kwa kuzingatia kwamba ile kusustain kwake Urusi kwa kipindi hichi, sehemu muhimu alizokuwa akiuza sehemu ya nishati yake kwa maana ya mafuta ilikuwa ni nchi ya India na nchi ya China. Kwa hivyo hivi sasa India inapoelekea ni kwamba haitanunua mafuta tena kutoka katika nchi ya China. Pamoja na kwamba nchi ya Urusi kutoka katika nchi ya Urusi. Pamoja na kwamba nchi ya Urusi imezungumza wazi kwamba inaheshimu maamuzi ya nchi ya India, lakini bila shaka ni moja katika harakati ambazo Marekani amekuwa anadili nazo hivi sasa, kudili na zile nchi kubwa directly ambao zinaonekana kwamba hizi kwa namna zilivyo zinaweza zikaangusha ile power ya nchi ya Marekani. Basi anahakikisha kila mmoja anadili naye independently,
ili ku make sure kwamba anaondoa nguvu yao, na ukizingatia kwamba katika kundi kama la BRICS nguvu yao kubwa zaidi inategemea ule umoja wao. Wanapokuwa wamoja, maana yake ndio wanakuwa na nguvu zaidi kuliko wanapokuwa wanajigawa, kama movement ambayo India na Marekani wameichukua katika siku ya leo. Pamoja na kwamba India bado inanunua kwa mfano kama silaha kutoka katika nchi ya Marekani, kutoka katika nchi ya Urusi, lakini silaha ni kitu ambacho hauwezi kununua kila siku kama ukilinganisha na mafuta. Mafuta maana yake matumizi yake ni kila siku, na maana amekuwa anayecontrol mafuta, maana yake ana control nguvu kubwa sana dunia kuliko wakati mwingine biashara za silaha ambazo unaweza kununua kutoka katika upande wote. Kwa hiyo Marekani inaonekana technically amemwacha India afanye biashara ya silaha na Urusi, lakini amehakikisha kwamba katika upande wa energy sector, katika upande wa sekta ya nishati, anahakikisha kwamba India anaachana na nchi ya Urusi, ili Urusi aendelee kupoteza option za kufanya biashara kupitia kitu ambacho anakitegemea zaidi, ambao ni biashara ya nishati kwa maana ya gesi na katika upande wa mafuta. Kwa hivyo ni move ambayo bado tunajaribu kuiangalia, na kitu kitaraji kwamba huenda kuna lingine tena litakuja katika harakati ambazo Marekani amekuwa akizifanya, kwa sababu watu ambao wanaonekana wapo katika tochi yake moja kwa moja hasa ni nchi ya China na nchi ya Urusi. Na ndio maana tunataka kuangalia siku za nyuma nchi mbili ambazo ziko chini ya ufalme mmoja, kwa maana nchi ya Canada na nchi ya Uingereza, walifanya movement ya kuelekea katika nchi ya China kwenda kuonana na Xi Jinping na kujaribu kuangalia mazingira ya biashara, lakini reaction ya nchi ya Marekani ilikuwa kali sana, hasa katika nchi ya Canada, kwamba mkifanya biashara na nchi ya China maana yake tutaongeza ushuru kwa 100%, jambo ambalo bila shaka lingeleta matatizo makubwa sana katika nchi ya Canada, kiasi ambacho Canada imeanza kufikiri tofauti na vile ilivyofikiria mwanzo. Pamoja kwamba katika nchi ya Uingereza hawajatoa kauli ya namna hiyo, zaidi tu ya kulaumu kwamba kwenda kufanya biashara na nchi ya China itakuwa ni tatizo kubwa, lakini kimsingi ni kwamba Marekani amekuwa anajitahidi hivi sasa kudili na mtu mmoja mmoja independently, kudili na mtu mmoja mmoja peke yake, kuhakikisha kwamba ule umoja ambao umetengenezwa kwa lengo la kumdhoofisha Marekani unakwenda kusambaratika au unakwenda kuwa dhaifu. Bado tuna muda kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.